popote palipo na ubishani wa ardhi, ama ikatokea laana kwenye familia yenu, kwenye eneo mnaloishi na mababu pakaonekana pana madini, mtaambiwa ardhi hii ni mali ya serikali, muondoke mpishe uwekezaji, si ndivyo? Lakini serikali ni nani? Serikali ni sisi wenyewe. Katiba yetu ibara ya 8 imesema serikali itatoa mamlaka kutoka kwa wananchi. Maana yake wananchi ni mabosi wa kila kitu. Kama hivyo ndivyo, ni nani ambaye anakuwa na kiburi kuliko katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo mtu yoyote awaye anapoteuliwa na kupewa mamlaka ni lazima ainyenyue pamoja na kitabu cha imani yake na aape kuilinda. Lakini si kama kwamba wenzetu hawa hawatambui katiba inawaelekeza nini, bali ni kiburi na kuwachoka, na ndio maana wamekuwa wakiwatendea yasiyofaa kutendewa binadamu wengine. Amezungumza kuhusu TANAPA, na mimi nimestaajabishwa sana aliposema ndani ya eneo la TANAPA kuna uwanja wa ndege. Ndani ya eneo la TANAPA watu wanalima. Ndani ya eneo la TANAPA watu wanajenga. Kwa lugha nyepesi kabisa isiyohitaji elimu ya chuo kikuu, kilichotumika hapa ni ulaghai na unyang'anyi wa makusudi wa mali ya walala hoi. Ndivyo ilivyo. Na kama hivyo ndivyo, ni lazima tuwe na serikali itakayoheshimu utu wa mtu, itakayoheshimu haki zilizoainishwa kwenye katiba ya nchi yetu. Lazima ardhi irudi kwa mali ya wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaoipa mamlaka serikali ya kuongoza. Ikiwa Mungu itampendeza na ninyi mkanichagua kwa kura nyingi Oktoba 29, katika masuala tutakayoyafanya, ya kwanza itakuwa ni pamoja na kufunga viwanja vya ndege vyote vilivyo misituni. Waarabu hawakuwa na twiga, leo Uarabuni kuna twiga. Nendeni Dubai, wale twiga wametoka wapi Dubai? Hali ya kuwa nchi zile ni majangwa. Ukiuliza walipanda ndege Tanzania na kwenda Dubai. Ni nani aliwapakia? Mbona tukuona uwanja wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam? Maana yake walipanda kwenye viwanja vya mapolini hivi. Kwa ili kulinda rasilimali zetu ambazo Mungu alitupa sisi na akawanyima wazungu, ni lazima tufunge viwanja hivyo na watu waende wakafanye shughuli za kibinadamu za kujipatia kipato. Mara ya kwanza mimi nilikuja hapa Mbalali kwa shughuli nyingine, ilikuwa mwaka 2006. Wakati ule nakumbuka mji ulikuwa pale Rujewa. Ilikuwa ukiingia Ubaruku, cha kwanza utakachokisikia ni harufu ya mpunga ama harufu ya mchele ama wali. Na hata nilipokuwa ninakuja nilishusha kioo cha gari ili nikisikia ile harufu niwaambie wenzangu sasa tumeingia Ubaruku. Ile haipo tena. Kama haipo, maana yake hamna maeneo ya kulima. Na kama hamna maeneo ya kulima, ni nani amechukua maeneo haya ambayo nyinyi mlikuwa mnalima, na mji huu ukapambwa na harufu ya mpunga na wali ama mchele kama ilivyo marashi ya karafuu kule Zanzibar? Maana yake ni wachache wamejimilikisha ardhi na kunyang'anya haki zenu za msingi, ambazo ardhi mlizokuwa mnazimiliki toka enzi na enzi ya mababu zenu. Haki hii kwa serikali ya DP, ikiwa Mungu tamjalia, itambariki na ninyi mkanichagua, ni lazima irudi kwenye mikono yenu. Ni lazima makabila wote waliojigalia viwanja kule TANAPA na wakasema ni TANAPA, hali ya kuwa wanahalalisha unyang'anyi wa ardhi ya watu, ardhi ya binadamu wenzao, watatueleza
madhambi na madhila mlioyatumikia kwa muda wote, ambao wao walikuwa wanaishi huko, watatufidia namna gani? Hawatakuwa na lugha nyingine yoyote, lazima wajibu madhila haya mnayoyapata watayalipa kwa gharama ya kiasi gani. Mheshimiwa Diwani amesema pana viwanda 40. Nchi yoyote duniani ambayo imepiga hatua kimaendeleo imeheshimu viwanda. Viwanda si tu uzalishaji, lakini ndio nguzo mojawapo ya uchumi wa taifa, kujipatia kodi, lakini na kutengeneza ajira kwa vijana. Sasa hawa watu ni watu wa aina gani ambao wanakwenda kuua uchumi ambao ulipaswa kuinua pato la mtu wa Mbarali na kufanya kuwa mazalia ya ndege na wanaita nini wale? Popo eh? Watu hawa ndio wakuwakataa kama ugonjwa wa ukoma. Serikali yetu imejipambanua wazi kwenye ilani yetu, ni lazima viwanda vijengwe vingi. Na tumesema kwa sababu rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa Magufuli hayati, Mungu amweke mahali panapomstahili, alisema na mnukuu, baada ya mradi wa kufua umeme wa Mwalimu Nyerere Serengeti Gorge, tutashusha bei ya umeme. Sasa wanatutangazia kila siku kinu cha kwanza kimewashwa, kinu cha pili kimewashwa, cha tatu, lakini gharama ya umeme bado iko juu. Ni lazima gharama zishuke ili wananchi waweze kufungua viwanda vidogo vidogo na kujitafutia kipato halali vitakayopelekea kuondokana na wimbi la umaskini. Viwanda ni lazima viendelee kujengwa na kulelewa na kuenziwa, na ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wale wote watu watakaojikusanya na kuwa na wazo la kuanzisha kiwanda, serikali awe mdhamini wao mkubwa wa kuwawezesha kutengeneza kiwanda chao na kujikwamua kiuchumi. Hii itasaidia pia kupunguza gepu la watu kutokuwa na ajira zilizo rasmi. Lakini kwa maelezo niliyoyasikia ni wazi kwamba hata huu mgogoro wa wafugaji na wakulima unasababishwa na watu wachache. Kama lile eneo wanasema ni TANAPA, maana yake wafugaji walitegemea kwenda kuchunga, lakini na wakulima walitegemea kwenda kulima. Je, tujiulize, kabla ya wao kwenda kuvamia eneo la kusema TANAPA lakini wao wakajenga, je, kulikuwa na vurugu za wakulima na wafugaji? Kama hazikuwepo, manake wao ndio wamesababisha. Kama hivyo ndivyo, ni lazima tutakapoingia madarakani nitaagiza vyombo vyenye mamlaka kuondoa haraka iwezekanavyo, ili wafugaji na wakulima wapewe maeneo yatakayowafanya wasigiliane hata wakafikia sehemu ya kupigana. Kila mmoja alime na kila mmoja achunge. Nimesikia kwamba huko TANAPA kuna okotwa miili ya watu. Wakati yeye ndio mwenye haki peke yake na sio wote. Watu hawa ni wa kuwakataa kama ugonjwa wa ukoma. Lakini imeelezwa hapa kwamba vikao mbalimbali vilikaa na kukataa swala la TANAPA. Sasa kama vikao mbalimbali vilielezwa, vilikaa mpaka vya madiwani wakakataa, ni nani aliyekuwa na kiburi na kuruhusu kuleta TANAPA? Tukiingia madarakani cha kumsaidia awe amekufa. Lakini kama yuko hai, tutamleta hapa Mbarali aje ajibu dhambi hii huku akila viboko, kwa sababu yeye ndio amesababisha mateso haya ambayo ninyi mnaishi. Hatutamwacha salama hata kidogo. Saa ya ukombozi. Sasa ilikuwa najaribu kupitia alikotuongoza mzee wetu mzee Oswald. Nataka haya niyaonyeshe yalivyo kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Na mimi nina tofauti sana na wagombea wenzangu. Nafanyia kazi ikiwa Mungu itampendeza na ninyi mkanichagua Oktoba 29 kwenda pale nyumba ya mwisho Magogoni. Kwanza ni kuheshimisha utu na thamani ya mwanamke wa taifa hili.
Sisi tunaamini na ndivyo ilivyo. Sisi sote ambao tuko hapa, hakuna ambaye amezaliwa na baba. Sote tumetoka kwenye matumbo ya kina mama. Sasa kama hivyo ndivyo, inakuwaje leo mwanamke akipata ujauzito inakuwa ni laana na sio neema? Inakuwa majuto na sio furaha. Tumekuwa na serikali ambayo yenyewe inajiendesha kwa pato la wagonjwa na marehemu. Ukiugua umekuwa dili. Kina mama wajawazito anapokwenda kliniki, cha kwanza ataambiwa alipie kadi ya kliniki. Akimaliza hapo ataambiwa kila utakapokuja kupima uje na vifaa vyako. Ilikuwa nawaambia kule Njombe, mimi wakati ninakuwa nilikuwa sijui kama mama huwa anakwenda kujifungua. Tulikuwa tunaambiwa mama amekwenda kununua mtoto. Lakini dunia ya leo, mtoto wa miaka 6 anajua leo mama amekwenda kujifungua mtoto, kwa sababu anaona maandalizi ya vifaa. Tena wanaenda mbali, wanamwambia uwe na doti 16, utafikiri kuna kitchen party kule. Uje na vitenge. Na kisha utamwambia usikose kuja na mpira. Sijui kuna mechi kule. Lakini yote ni kutweza utu na heshima ya mwanamke. Ni udhalili ambao wazee wetu, watangulizi wetu walifanya, waliotengenezea heshima kina mama. Ndio maana sisi tulioza, Mungu wangu, wako tayari afe kuliko kumfanyia operation kama hana fedha. Niliambiwa na mtu mmoja, naye ni mhudumu, aliniambia wakati mwingine tunaagizwa tuwaandikie watu operation ili tupate fedha, hata kama mwanamke ana uwezo wa kujifungua kwa njia ya kawaida. Serikali yetu, ikiwa Mungu itampendeza na ninyi mkanichagua Oktoba 29, kujifungua kina mama itakuwa ni bure. Wazee watatibiwa bure, watoto watatibiwa bure, na watu wenye mahitaji maalum watatibiwa bure. Nyinyi mnapenda kuwaita walemavu, sipendi kutumia hiyo lugha. Nasema watu wenye mahitaji maalum. Maana siku hizi kuna kufuru, hata kipofu akienda hospitali kwa sababu tumefanya utafiti wa kutosha, na ndivyo ilivyo. Maana na mimi naye ninafiwa. Siku hizi watu wamekuwa na misiba miwili. Msiba wa kwanza amefiwa na mpendwa wake, mama, baba, shangazi, mtoto, yote yawae. Lakini kwa sababu kafia hospitali ya Mbeya ya rufaa, na unatakiwa ulete mwili ubaruku, na pale umeshaambiwa kunatakiwa ulipe milioni 3, na nyinyi hamna, maana yake itakulazimu aidha kama Mungu alikujalia uuze shamba. Na kama hujauza shamba utaweka rehani nyumba yako, maana hutaki kuacha mwili wa baba, mama ama ndugu yako kiadhirika huko ukomboe. Ukishakuja kuzika unaanza kulia kilio cha pili cha namna gani utalipa deni lile ulilokopa. Serikali yetu, mtu atakapokuwa amefariki atapewa ndugu yake mwili bure, aende akazike. Na familia zisizokuwa na uwezo, itakuwa ni wajibu wa serikali kusafirisha mwili ule mpaka nyumbani kwa wapendwa, ili aende akastiriwe, kwa maana yeye ameitwa na Mungu tayari. Saa ya ukombozi. Ndugu zangu, ni lazima tutambue kwamba katika nchi ambayo Mungu alineemesha na ambayo haikupaswa tuishi maisha ya tamthilia, ambayo hatujui sinema imeanza lini, sterlingi nani na itaisha lini. Ilipata na madini ya dhahabu, achilia mbali ruby, achilia mbali Tanzanite, Tanzanite, hujataja gesi. Sasa kama hivyo ndivyo, inakuwaje sisi leo tuonekane ombaomba kuliko Rwanda, ambao wao hawana hata mgodi mmoja unaowazalishia? Lakini mbona Mwalimu Nyerere kwenye serikali yake matibabu yalikuwa bure, elimu bure, kila kitu kilikuwa bure?
Lakini Mwalimu Nyerere alikuwa na mgodi mmoja tu, ule Mwadui mmoja tu. Sisi leo kila sehemu ni mahandaki, kila sehemu ni mahandaki. Kwa nini tunalipa gharama wakati Mwalimu aliweza kuiendesha nchi hii kwa mgodi mmoja, kwa pamba, kwa korosho, kwa katani na si madini? Leo wanashindwa nini? Maana yake tuna grupu kubwa la wanyang'anyi wa haki zetu. Ni lazima tuwakatae. Wenzetu hawa walinipa kazi mimi ya kufanya utafiti. Nimeumba watu. Vitabu vyote nimeona wamesema Mungu aliumba binadamu na binadamu wa kwanza ni Adamu, si ndivyo? Sasa hawa watu hawa wametoka wapi? Na nani kawaumba hawa watu? Sawa Ukombozi. Wenzetu hawa tulipowapa dhamana mwaka 61 wa kutawala taifa hili, wakajivua sifa ya utu wa binadamu, wakajipa sifa ya uungu. Wao ndio walituumba. Wakasema hawa watakuwa watu na sisi tutakuwa binadamu. Huko ulikokuwa unazungumza Mheshimiwa Diwani kwamba watu wanakufa, hujasema. Yaani anaweza kupangilia msosi, asubuhi nataka chai, chapati, sausage mbili, mchana wali kidogo na kipande cha kuku na jioni. Lakini watu wanakula wanachokipata. Kukipata ni jirani na kukikosa. Unaondoka baba nyumbani, unaweka kodi ya mezani pale, mkeo unamwambia wewe nenda tu sokoni kanunue utakachokipata. Yaani kitakachotosha hiyo pesa. Maana yake wewe unaishi maisha ya tamthilia. Umezaliwa kwa makusudi, unaishi kwa bahati mbaya. Sasa tujiulize, sisi tulioko hapa ni watu, ni binadamu? Na ili tujue kama sisi ni watu au binadamu, hebu leo ashuke malaika hapa sasa hivi aseme aliye na 50,000 anakwenda peponi sasa hivi. Wangapi mtakwenda? Wangapi malaika aseme mwenye 50,000 mfukoni hapa alipo anakwenda peponi moja kwa moja kula neema za Mungu? Wangapi hapa mtakwenda? Nyosheni mikono. Watakwenda wachache, wengi tutabaki hapa. Watu, hata kitabu cha haki za watu sijakiona, lakini kitabu cha haki za binadamu kipo. Kipo. Kitabu cha haki za binadamu. Kitabu cha haki za watu sijawahi kukiona popote pale. Maana yake watu hawana haki. Na ninyi mmeambiwa kazi na utu. Sasa chekeni tu. Chekeni, lakini najua utafika wakati kibogoyo atasaga fizi hata pona, na mwenye meno atasaga meno yake. Hakuna wakati wa sahihi kama huu tulionao sasa. Wakati huu mimi, Mama Samia na wengine 15 tumeacha majumba yetu. Mimi leo na mwezi wa pili kwangu hawajaniona. Watoto wangu mpaka wanao piga sapukolo tukuone sura, maana unashangaa labda kabadilika wataleta mjomba. Tumeacha majumba yetu, tunapita kwenu kupiga magoti mikono nyuma. Kwa sababu gani? Ninyi ndio mabosi, tunaomba kazi.